mbaya ni mzigo, hata kwa ndugu zao ni mzigo. Kwa hiyo hapa mmelelewa pia kiutu. Mmelelewa kiutu. Kwa hiyo haya masanduku matatu mnahitimu nayo. Na ndio yanayofanya hao wazazi na wageni akiwemo na chifu mwenyewe wamekuja kuwaangalia. Tukawaone hao ambao wamefinyangwa vizuri katika wito wao. Wamefinyangwa vizuri katika elimu yao na wamefinyangwa vizuri katika utu wao. Wamekuja kuwaona. Kwa sababu pia kama mtu atakuwa msaada afu hujui kwamba ana kipaji cha kukusaidia, ni sawa na hayupo. Lakini hapa tunajua mna wito na nyinyi mna kilichowaleta cha kwanza ni tamaa ya kuwa wachungaji, mkalichunge taifa la Mungu. Kwa hali hiyo hapa tumekuja kusherehekea, kuwashangilia ninyi, kwa sababu hatimaye yote yanayopaswa kufundishwa ili muweze kukomaa na kutimia katika nyanja nyingi za maisha, hasa hizo tatu: wito wako, elimu yako na utu wako. Tunasherehekea kwamba kwa miaka 4 mmepata mafunzo yanayostahili. Kwa hiyo tunawasherehekea nyinyi na tunawasherehekea waliowafundisha. Kwa hiyo mahafali ni siku pia kuwapongeza hao waliowafundisha, waliowalea wakafikisha hapo mlipo. Tuwashangilie vijana wetu na walimu wao. Sasa mnapotoka hapa, wanetu wapendwa, sio kwamba mmekamilisha. Mmemaliza hatua ya kwanza ya miaka 4. Ni hatua ya msingi sana. Huo ni msingi wa pili. Msingi wa kwanza ulikuwa shule ya msingi, msingi wa pili ni huu wa sekondari. Ni hatua muhimu sana. Kama msingi wa kwanza wa shule ya msingi ulijengwa kwa mawe, hasa huu tunaongezea na nondo. Umeongezewa na nondo kabisa na simenti kuhakikisha kwamba ni msingi imara. Lakini bado jengo lenyewe halijakamilika. Hata kama wito wako sio upadri, huwezi kupata upadri baada ya kumaliza kidato chako cha 4. Kama wito wako ulikuwa ni huduma nyingine katika jamii, bado hujakamilika. Kwa hiyo mmepiga hatua kubwa ya wito wenu, lakini hamjakamilisha safari yenu ya wito. Bado hamjakamilisha. Mko mwanzoni na ni mwanzo mzuri, kwa sababu mmekamilisha miaka 4 ya lazima ambayo ni muhimu. Maandiko yanasema endeleeni kufanya yafuatayo. Kwanza, kujitambua kiwito. Unaonekana mdogo, lakini Mungu ana makusudi na wewe. Yeremia alisema, mimi bado ni mtoto, akaambia nina makusudi na wewe. Unaonekana ni mdogo, Mungu ana makusudi na wewe. Na ni Mungu peke yake ndiye anajua undani wa makusudi yake. Wangapi wamepita hapa walifanya vizuri sana darasani, walionekana na tabia njema, lakini hawakufika upadri. Walifanya vizuri sana, tabia njema, masomo yuko vizuri, mtu mwenye utu kabisa, elimu iko vizuri, lakini hakufika upadri. Ni Mungu tu ndiye ana makusudi naye. Tukiwauliza walimu walioishi hapa, wanaweza akasema hatukutegemea fulani na fulani asiendelee kufikia upadri, lakini Mungu anayeita hakukusudia hivyo. Mungu ndiye anajua. Cha muhimu tu kila mmoja ajue Mungu ana makusudi na mimi. Na hivi kila fursa ya kufanya jambo zuri usiipuuze. Inawezekana ndiyo njia aliyokutayarishia Mungu ili upite hapo utimize makusudi yake. Kila fursa. Wako watu akiambiwa twende ukacheze mchezo anakataa. Lakini wenzake wote wanajua yule ni mchezaji mzuri, ni golikipa mzuri, ni beki mzuri, mfungaji mzuri, yeye anasema sijisikii kucheza. Sasa kama wenzako wote wanajua, inawezekana huo ni kipaji chako muhimu, ukikataa si sawa. Cha muhimu, kila fursa ya jambo jema ambalo si baya, jambo jema, na fursa hiyo ipo, ni waombe na ni washauri wahitimu wetu mkaitumie hiyo fursa, kwa sababu yawezekana kabisa ndio ngazi aliyokuwekea Mwenyezi Mungu ufikie makusudi yake ya kukupitisha hapa. Mzidi kujitambua kiwito. Unasikia unaitwa, kama vile mwanzoni niliwaambia wazazi natamani mimi kwenda seminari, wakakutafutia mazingira kuja seminari ukaja. Unaisikia hiyo sauti, endelea bado kuishuhudia kwamba nasikia naitwa, natamani nifike pale, na Mungu atakuendelea
kutengenezea njia yako. Endelea kujiandaa kielimu. Nimewaambia elimu ya sekondari ni msingi wa pili. Baada ya elimu ya msingi wa kwanza, huu ni msingi wa pili wenye nondo zake. Lakini bado tunahitaji matofali imara yatakayokaa juu ya huu msingi. Matofali yaliyonyooka, sio yaliyopinda au dhaifu, yaliyonyooka, ili uimara wa msingi uweze kushabihiana na ukuta ule ambao ni imara pia. Kwa hiyo bado muendelee kutamani kufanya vizuri kitaaluma, kielimu. Muendelee, msifikiri mmesoma kidato cha 4 inatosha. Muendelee kujiandaa na kujiweka vizuri katika safari yenu ya wito ambayo ndani yake lazima kuwe na masuala ya kielimu. Muendelee kukua kiutu. Muendelee kukua kiutu. Wengine uchaguzi ujao mtakuwa wapiga kura, mtakuwa mmefika miaka 18. Kwa hiyo muendelee kukua kiutu. Mtakuwa sio tu wapiga kura, mnaweza kuwa pia wagombea. Sasa kama ni hivyo, msingi wa kuchaguliwa pia ni utu wako. Ni namna mwenyewe ulivyolelewa. Sidhani kama kuna watu wanachagua mtu mradi wamechagua. Kuna vitu wanaangalia, na naamini wanaangalia vitu vizuri vinavyojenga, vya maana, vinavyoweza kuleta faida kwa watu wote. Na nyinyi muendelee kukua. Mungu ana makusudi na nyinyi. Hatutaki sisi padri ambaye hana utu. Hatutaki mtawa ambaye hana utu. Hatutaki raia ambaye hana utu. Hatutaki, tunataka mtu anayejali ambaye anakuwa. Kwa hiyo nyinyi wakati huu ni wakati wa kuimarisha misimamo hiyo ya kiutu. Wakati wa kuimarisha. Unajua ukishakomaa kama sisi, hata ukiwa unajua kwamba kumfanyia fujo mwenzako ni vibaya, unakosa nguvu ya kuacha hiyo tabia mbaya, kwa sababu unaanza kujirekebisha wakati samaki huyo ameshakauka. Ukimkunja anavunjika. Nyinyi bado ni samaki wachanga, mnaweza mkakunjwa. Na kukunjwa, jitahidi ujikunje na wewe. Uchague tunu, tabia njema, uzifanye kuwa sehemu ya maisha yako, uzifanye kuwa utambulisho wako. Jamii siku moja iseme huyu ni mchapakazi. Hawawezi kusema mchapakazi. Wewe mwenyewe lazima kwanza useme nataka hii sifa iwe yangu. Au mastaa, mnaowasikia mastaa wafanye yote ile, anaanza yeye mwenyewe kupania kwanza. Mimi nataka mwaka kesho nitokee kwenye chati ya mastaa, watu bora wafanye hii 10 niwepo. Akishasema vile, anaelekeza huko mawazo yake yote, rasilimali zake zote, nguvu zake zote anaelekeza huko. Na kweli unashangaa baada ya muda, kama alitaka kuwa star wa muziki, baada ya muda anakuambia huu muziki umetungwa na fulani, umeimbwa na fulani. Huyu ndugu alianza kama utani, lakini kwanza alipania. Kama ni mwanamichezo, anapania na anajipa mazoezi magumu kuhakikisha kwamba ndoto yake ya kuwa mchezaji bora, anaichukua taji nzuri ni yeye. Kwa hiyo anajituma huko. Kwa hiyo hata nyinyi chagueni kitu, wito wenu muupanie. Hamwendi tu kama vile maji ya mtu yanatiririka kufuata bonde lilivyokaa. Pania kwamba mimi lazima niibuke zaidi ya wengine wote. Kwa nini? Kwa kama wengine wanaibuka, kwa nini mimi nisiibuke? Kile unachohisi Mungu amekuita, kipanie, ukikamie kabisa, na Mungu atakuwezesha. Sasa utaibuka. Ndio mahitaji ya sasa. Kama unataka kujitokeza kama msomi mbobevu, maandalizi ni haya. Ni matokeo ya form 4, matokeo ya form 6 na kuendelea. Uweze ukaibuka tu kule juu. Huku umepata 0 afu ghafla tu tunakuona huko grade 1. Hata kama umeipata kweli, lakini tutajiuliza maswali mengi sana. Huko alishindwaje? Jitahidi. Kila wakati ni wakati wa kujiandaa. Kile ulichokipania kiwekee nguvu kubwa. Muendelee kukua na kujiendeleza kiutu, ili hatimaye tuseme yule ni mwaminifu. Uaminifu hauji ghafla tu, lazima ujenge katika kila uwanja. Kama mnahitimu kidato cha 4, maana yake mjitahidi kufanya vizuri, ndio maana mkufukuzwa. Lakini kuna wengine hawakufukuzwa sio kwa sababu wamejitahidi, walikuwa wajanja wa kuonekana. Sasa kama kuonekana, usifikiri utaacha kuonekana kote unakokwenda, utakamatwa mahali fulani. Siku za mwezi ziko ngapi? 40 kwa wenye bahati, wengine ya kwanza tu anakamatwa. Sasa kama una bahati ndio zitafika 40. Kwa hiyo maadili na nidhamu ya woga
kwa sababu tu wanakuona unajifanya una nidhamu, haikusaidii wewe wala haiwasaidii wengine wote wanaokuhusu. Kwa sababu utafika wakati mambo yataharibika, si kwako tu, yataharibika na kwa wengine. Wanasema mchuma janga hula na wakwao. Ulichuma janga unakula na wakwao, kwa kwenu wote. Kwa hiyo muondokane na ule unafiki, kuonekana wazuri lakini kumbe si wazuri. Hapo umepata malezi mazuri yanayohusu wito wako. Mwanadamu amefanya anachoweza, mengine ni Mungu mwenyewe atakupa neno la kusema na kufundisha, na atakupa ujasiri ukabiliane na changamoto za wito huo. Lakini umepata malezi mazuri ya taaluma, kwenye mtihani unakaa mwenyewe, ukae na mwalimu, nafanya mwenyewe, lakini kwa sababu yale malezi na umejengwa kwa maadili yale, utafanya mtihani kwa uaminifu kabisa. Hatutegemei utajihusisha kwenye ujanja wowote wa kupata matokeo ambayo hustahili. Utafanya mtihani wako vizuri kabisa, kwa uaminifu, kwa wakati na kwa ukamilifu, kwa sababu mpaka sasa umegharimia kutosha. Kukaa seminarini si bure, umegharimia kutosha, na usikubali basi kitu kilichokigharimia na kikitokea jasho hivi kipotee tu bure kwa uzembe, kwa mambo ambayo ungeweza kuyazuia. Kwa hiyo uhakikishe unakuwa makini. Na baada ya kutoka hapa, mkifika nyumbani, kuna uhuru fulani. Nyumbani kuna uhuru fulani, kwa sababu hapa ulikuwa kila wakati unakutana na padri, mara sister, mara mwalimu mwakipesile, mara nani anapita huku anakatisha huku. Yale ilikuwa kidogo yanakufanya unajisikia kama una uhuru. Ukienda nyumbani, mama na baba bado wanahangaika ili muishi, au wadogo zako mambo yaende. Sasa katika hali hiyo una uhuru fulani. Wanakuacha huru kwa sababu wanaamini tayari umelelewa vizuri kiutu, na elimu yako inakusaidia kujua baya na zuri, na una ujasiri wa kupambana na kupambania lile zuri na kuachana na lile baya. Sasa hiyo ndio yakaonekane hapa. Ilikuwa ni nadharia zaidi, kwa sababu jicho la mwalimu liko karibu. Kule hakuna, kule ni practical. Uko wewe mwenyewe na specimen zako, na hatimaye tunataka kuona matokeo. Kwa hali